Sadakta mtazamaji, shukrani za dhati kwa kuzidi kuitegea runinga ya KBC. Karibu kwa awamu ya pili ambapo tutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja kwenye kipindi cha Tamrini. Siku hii ya leo tukiangazia tu masala nzima ya uzazi ama ukipenda afya ya uzazi, tukiangazia swala hilo kwa kina. Kumbuka afya ya uzazi ni swala muhimu na kupata huduma hiyo ama hamasisho hilo ndilo imekuwa kizungumkuti ama ukipenda changamoto. Lakini kutusaidia kufafanua swala hilo kwa kina ni Robert Waweru ambayo ni mshauri katika shirika la kutetea haki za kibinadamu au ukipenda KHRC, ambao atakuwa tutusaidia kufafanua masuala kadha katika studio zetu siku ya leo. Mtazamaji, kumbuka wewe pia unaweza sema nasi kwenye mtandao wetu wa kijamii, ukurasa wa Facebook ni @KBC Channel 1, kule mtandao wa X ni @KBC Channel 1 na kwangu ni @Khalid Abdullahi. Karibu sana Bwana Robert kwenye studio zetu. Asante kwa kunikaribisha. Naam, swala la afya ya uzazi ni swala muhimu sana na tumeona katika jamii upatikanaji wa huduma hii ndio imekuwa changamoto sana. Kwanza kabisa kwa kifupi tu unaonaje ama unasema nini kuhusiana na swala nzima la afya ya uzazi na kupatikana kwa huduma hizo? Ni kweli vile umesema ni changamoto kubwa katika jamii yetu kupata huduma za afya ya uzazi. Na hii changamoto inaletwa kwa sababu wa jambo moja ambao ndio jambo ambalo ni la muhimu sana, na ni kwa sababu ufadhili wa masuala ya afya ya uzazi haujatiliwa maanani na serikali. Inafaa ikumbuka kwamba kuna mkataba ambao unajulikana kama Abuja Declaration ambao ni nchi za Afrika ziliweza kukubaliana kwamba kila nchi inafaa kutenga 15% ya budget yake iweze kuwekwa katika sekta ya afya. Lakini ukiangalia takwimu za ile idadi ya fedha ambazo zinawekwa katika sekta ya afya kwa jumla ni kidogo sana. Kenya hatujafika hata 10%. Tunachezea katikati ya asilimia saa zingine 4, 5, 6, 7 hapo ya percentage ya budget ambayo imewekwa kwa ile sekta ya afya. Na hii ni fedha ambazo ziko kwa sekta ya afya kwa jumla, sio kwa afya ya uzazi. Kwa hivyo ukienda katika afya ya uzazi unapata fedha ambazo zimetengwa ili kutoa zile huduma za afya ya uzazi ni kidogo sana, ziko chini sana. Kwa hivyo unapata hakuna ukienda katika vituo vingi vya afya unapata kwamba havina vile vifaa, havina wale wafanyikazi ambao wameweza kufanyiwa training, haiko, na pia unapata hakuna zile madawa ambazo zinahitajika. Unapata hiyo ndio changamoto moja kubwa ambao inachangia sana ule ukosefu wa zile huduma za afya ya uzazi. Umesema swala la ufadhili wa afya ama ukisema sekta nzima ya afya ndio changamoto kuu kuhusiana na kupata huduma. Unahisi nini hasa inachangia mashirika tofauti ama serikali kutofadhili sekta muhimu kama hivyo ya afya ili kushughulika masuala kama haya ama magonjwa mengine ambayo yanachipuka wakati wowote? Serikali unajua iko na ile jukumu la kuhakikisha kwamba sekta zote za nchi zinaweza kufadhiliwa vizuri. Najua serikali ukiwauliza watasema fedha hazitoshi. Na ukiangalia sana katika nchi yetu utapata hii sekta ya afya hususan sekta ya afya uzazi ilikuwa kwa muda mrefu sana imewachiwa wafadhili wale tunaita donors. Kwa mfano sasa kama USAID ndio watu ambao walikuwa wanafadhili kwa njia kubwa, kwa kiasi kubwa bilioni 44 kwa kila mwaka walikuwa wanaweka katika hii sekta ya afya, na sana sana katika sekta ya afya uzazi. Serikali ilikuwa imefika mahali ambapo ilikuwa ni kama sasa imewachia wafadhili wa kutoka nje waweze kufadhili hiyo sekta. Na sasa hivi sasa tutaona changamoto itaendelea kukua kubwa sana, kwa sababu kama unavyojua
baada ya Donald Trump kuchaguliwa kule nchini Marekani, ameweza kuondoa ule ufadhili ambao Kenya tulikuwa tunapata kupitia ile pesa za USAID ama na zile zingine za PEPFAR. Kwa hivyo serikali lazima ijikakamue ili iweze kutafuta fedha na iweze kuweka hizi fedha katika bajeti yake na iweze kuongeza kitita ambacho kinaenda katika kufadhili afya na hususan kufadhili afya uzazi. Lakini labda niongeze tu, nilisema tu ufadhili ni moja ya changamoto. Bado tuko na changamoto zingine ambazo zinachangia sana kuleta matatizo, na la pili ni pia ule uhamasisho. Unapata ya kwamba watu wengi tu katika jamii hawana ule uhamasisho. Hawajafahamu ni nini hasa. Kwa hivyo unapata vile nimesema, kuna wale ambao wako na ule uhamasisho, wako na ile information na wanaweza kwenda katika vituo vya afya, lakini kwa sababu ya changamoto ambazo nimesema wanakosa. Lakini kuna wengine ambao hawana ule ujuzi. Kwa hivyo ule uhamasisho pia ni jambo ambalo serikali na pia mashirika tu ambayo sio ya kiserikali yanafaa kuweza kusisitiza. Kwa mfano ukiangalia hiyo report ambao umeitaja ambao ilitolewa I think wiki hii na Ministry of Health, ambao inaonyesha kwamba wanawake karibu takrimani 800,000 waliweza kuavya mimba. Naam, zaidi ya wanawake 700,000 wanaovya mimba kila mwaka. Naam, ni tafiti iliyotolewa na Wizara ya Afya kama ulivyosema. Yes. Unasemaje kuhusiana na hayo, kwa sababu ni swala ambalo linatisha sana ukiangalia? Linatisha sana na kitu ambacho kwanza kinatisha sana ni kwamba baadhi ya hao wanaavya zile mimba kwa njia ambazo hazifai, ambazo zinaweza kuweka maisha yao katika hatarini kubwa. Pia ukiangalia hiyo report iliweza kudadizia kwamba hospitali za umma hazina uwezo wa kushughulikia wale akina mama ama wasichana ambao wameweza kuavya mimba na wameenda pale kutafuta zile huduma za baada ya kuavya mimba, zile tunaita post abortion care. Ukiweza kuangalia katika hiyo ripoti, waliweza kusema kwamba 18% peke yake ya zile vituo vya afya zile za msingi ndio ziko na zile vifaa ama ndio ziko na wale wafanyikazi ambao wameweza kukuwa trained kuofa zile huduma za kwa kina mama ambao wameweza kutoa mimba, na asilimia I think ilikuwa 24 ya health facilities zile ziko za rufaa ndio ziko na ule uwezo. Kwa hivyo ukiangalia hizo takwimu ni takwimu ambazo zinasikitisha sana, kwa sababu kama ni 18% na unajua ya zile primary level health services ama providers, hapo ndio ambapo wanawake wengi wanaweza kwenda kutafuta hizi huduma, lakini kama ni 18% unaona iko chini sana. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto sana kwa wale wanawake ambao wameweza kupitia katika hii jambo kupata zile huduma za kiafya. Na hiyo pia inachangiwa na ile jambo ambalo nilisema ni ukosefu wa ufadhili katika hizi huduma za uzazi. Swala changamoto kadhaa ambao umezitaja ni kuhusiana na ufadhili, na pia umesema uhamasisho. Watu wengi hawajapata kufahamu matatizo ama athari ambazo zinaletwa na swala hili la afya ya uzazi. Lakini unahisi kwamba swala la uhamasisho tunafaa kuanzisha kwenye vitongoji kule nyuma, ndio wale wamama ambao pia wako kule katika maeneo ya vitongoji, wao pia wakianza kulea vijana, kijana kiume ama kijana kike, waanze kumlea kutoka hapo, ndio wajaribu kumepusha swala hili la afya ya uzazi. Unahisi uhamasisho tunafaa kulianzisha katika vitongoji ama county tofauti, sio tu katika maeneo ama kama uliosema primary health providers, hao ndio hususan wanafaa kuanzisha swala kama hilo? Ni vile umesema, in fact inafaa kufanywa katika mashule zetu wakati watoto wetu bado ni wachanga, kabla hawajafika ile umri ambao wanaanza
kujihusisha na mambo ya ngono. Unapata sana sana changamoto ambao tunao ni kwamba haya ni mafunzo ambao hayatolewi shuleni. Yani shuleni watoto hawapati ile tunaita comprehensive sexuality education. Hilo ni jambo ambalo linaweza kusaidia sana katika kuzuia kukuwa na visa vya mimba ambazo mtu hakutarajia, na kwa hivyo anakuwa inabidi aende kutafuta njia za kuweza kutoa hii mimba. Kwa hivyo ule uhamasisho ni kitu muhimu sana na inafaa kufanywa katika shuleni. Shuleni zetu ziwe ni shule za msingi, shule za upili na pia vyuo vikuu na pia katika vijijini. Siku hizi kuna hawa tunaita community health promoters, wale ambao wanafanya kazi kule vijijini. Wanafanya kazi nzuri katika kuhamasisha jamii, kina mama na pia wanaume kuhusu swala nzima la afya ya uzazi na pia wanafanya kazi nzuri pia ya kuweza kuwapatia wale ambao wanahitaji zile bidhaa, zile products ambazo wanahitaji. Lakini changamoto pia kuna ile ya ukosefu wa hiyo bidhaa. Umeona kuna changamoto saa zingine pia wale volunteers unajua wanafanya kazi ya kujitolea, saa zingine wako na zile changamoto labda hawajalipwa na mambo kama hayo. Lakini nitaje tu niongeze tu changamoto nyingine ya tatu ambao pia inasababisha sana hili swala ni pia tuko na mila zetu ama saa zingine dini zetu pia hazikubali sana haya mafunzo kwa upande wa mafunzo ama uhamasisho, na pia hazikubali pia wanawake kutumia hizi njia zingine za kupanga uzazi. Kwa hivyo unapata hiyo inakuwa ni changamoto kubwa sana. Unapata tuko na mila zetu kama Afrika ambapo unapata kwa mfano kama mimi ni mwanaume nimeoa na nasema bibi yangu hatatumia njia yoyote ya upangaji uzazi. Kwa hivyo unapata anaweza kupata mimba ambayo labda hakuwa amepangia ama labda hakuwa ametarajia kupata hiyo mimba kwa wakati huo. Kwa hivyo hizo mila ambazo saa zingine tunasema mila potovu, nimeona katika habari ambao ulikuwa unaisoma hapa ya ukeketaji. Hiyo ni moja ya zile mila ambazo ni potofu sana ambazo zinachangia sana katika hizi ndoa za mapema, na hizo ndoa za mapema ndio pia zinachangia sana katika hili swala la kupata mimba kwa watoto wadogo. Kwanza Samburu ni kaunti ambayo katika Kenya inaongoza katika mimba za watoto. Kuna takwimu ambazo zilikuwa zimetolewa na shirika la kutoa takwimu la Kenya National Bureau of Statistics. Walikuwa wamefanya utafiti na Wizara ya Afya. Kaunti ya Samburu more than 50%, zaidi ya wasichana, 50% ya wasichana ambao wako kaunti ya Samburu wako chini ya miaka 15 wameweza kuwa wajawazito ama wamesha kuwa wazazi. Hiyo ni takwimu kubwa sana kwa sababu unapata hawa wasichana inabidi waache shule. Na wakiwacha shule unapata wanapata mimba zingine ambazo zinafuata. Kwa hivyo pia kuna hiyo jambo la tatu ambalo ni changamoto sana katika hili swala lote la uzazi ni mambo ya mila na mambo ya dini ambayo na desturi na vitu kama hizo pia inachangia sana katika ile tunasema ni kuzuia wanawake kuweza kupata hizi huduma ili kuweza kutengeneza afya yao ya uzazi. Na ni vyema umeleta swala la mila na watu ama dini na desturi kwa sababu tumeona kwamba ukiongelea swala la afya ya uzazi, watu wengi wanafikiria ni afya ya uzazi ya mwanamke tu ama shida inayotokea tu kwa mwanamke tu. Lakini afya ya uzazi iko pande zote mbili. Wote wawili. Naam. Swala hilo ndio nilikuwa nataka uweke tu parawanja na umfahamishe mtazamaji anayekutazama sasa hivi, kwa sababu imekuwa mila ama desturi sisi wa Afrika tukisikia tu kuna shida ya afya ya uzazi ama kuna shida ya uzazi unahisi tu imetoka kwa mwanamke. Hiyo ndio changamoto ambayo pia imekithiri sana na lazima tuweze kuhamasisha watu kwamba uzazi inahusu watu wawili, mwanamke na mwanaume. Kwa hivyo unapata mzigo mkubwa sana katika jamii ya uzazi imewachiwa mwanamke, jambo ambalo si nzuri. Na ile jambo ambalo linasikitisha sana ni ya kwamba unapata wanaume
wao hawataki kubeba ule mzigo wa kupanga uzazi, lakini pia wanataka kuachia wanawake wao ndio washughulike na swala nzima la kupanga uzazi. Lakini mbaya zaidi ni pale ambapo unapata wanaume wengi wanasema kwamba mila ama dini yao hairuhusu wanawake wao kufanya haya masuala. Kwa hivyo unapata wanawake zile haki zao za kimsingi, kwa sababu hili ni swala la haki za kimsingi, zinakiukwa kwa sababu ya mila za watu na mafikirio ya wanaume, ile ambao tunaita saa zingine kwa kizungu patriarchy. Unapata mwanaume kwamba anasema yeye katika nyumba yake ama familia yake ama yani bibi hamuoni kama ni mtu, ni kama chombo cha kuzaa watoto. Hilo ni jambo ambalo si vema na ni ukiukaji wa haki za binadamu. Sheria ya Kenya, ukiangalia katika katiba ya Kenya kipengee cha 43 inasema kwamba kila mtu ana haki ya kupata afya, ikiwemo afya ya uzazi. Kwa hivyo mtu yote ambaye anajaribu kuzuia mtu yote kuweza kupata zile haki ya kupata afya ya uzazi ni mtu ambaye anakiuka haki ya mtu mwingine. Mfano mwingine kuhusiana na swala hilo la watu kuwa na ile dhana ya kimila ama kidesturi, kwamba unapata mtu na bibi yake ama mtu na mke wake wamekaa kwa miaka kadhaa, lakini hawajabahatika ama hawajabarikiwa kupata mtoto. Lakini kama ilivyo tu ada ama desturi, sisi kama Waafrika tunasema kwamba labda ni mwanamke ndio utapata sana wanasema hivyo, lakini ukiangalia katika utafiti na hata madaktari asilimia 50 kwa 50 utapata asilimia 50 ni mwanaume yuko na shida na asilimia 50 ni upande ule mwingine wa wanawake. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo ningependa kuhimiza wanaume, ni kwamba haya ni masuala ya kiafya ambayo yanaweza kumpata mtu yote. Na jambo nzuri ambalo ukikuwa katika shida kama ile, jambo nzuri ni kuambatana na kupata ushauri wa kiafya ili uweze kujua shida mahali ambapo iko.